Mimi nimezaliwa hapa Gwanoni, kijiji kinaitwa Bathani. Nimezaliwa 1131. Tulitoka hapa tukaenda sehemu za Kipini, ikiwa mimi niko na umri wa miaka 10, lakini mimi najua mambo yote hapa Gwanoni. Na sisi kizazi chetu kimetoka mbali sana. Na mimi jina langu hasa mimi ninaitwa Abubakari Abdalla Muhammad Sagaf. Ni kizazi kilichotoka Arabuni huko, ambao kwamba walikuwa wakikaa na mtume alipoenda Madina kwa mfalme Najashi. Alipowapeleka watu kwa mfalme Najashi, aliwatuma kwa mfalme Najashi. Kisha alafu walikaa hapo kwa muda, Jafari na Sagafu. Sagafu alioa mwanamke wa Kiborana anaitwa Safo. Huyo Safo walilea ng'ombe na mbuzi, ikaingia ukavu wao wanaita Jilal Kiborana, ama Kisomali ama Kioruma wanaita Bona. Kwa hivyo akatoka hapo, ule ukame ulipokaza, yule bibi akamwambia, bwana tutafute kwenye manyasi. Walitoka Harali, Idari, Golbo, Wasonyiro, wakaingia hapa mtoni. Hapa mtoni wanaita Galana Amaro. Na hii Galana Amaro walikuwa hakuna mtu. Wakati huo hata Mreno hajaingia Kenya, Mwarabu hajakuja Kenya, hata mzungu hajakuja Kenya. Huyu Sagafu alikuja mbele na mbele. Akaenda moja kwa moja mpaka sehemu ya Pakisano, Mchelelo, Honge kule, akaja moja kwa moja mpaka hapa Ngutu. Hapa Ngutu aliishi muda wa miaka. Bibi akawa hana uzao, ndio akamwambia tafuta mwanamke. Akatafuta mwanamke, akaenda akambeba huko sehemu ya Kinakomba huko, anaitwa Nanduru. Ndio akaja akazaa mtoto wanamuita Bweagafo. Bweagafo ndio mtoto wa bibi mdogo. Kisha alafu akaja akazaa mtoto anaitwa Chalugafo. Chalugafo ndio mtoto wa bibi mkubwa. Baada ya kukaa muda, watu walipoingia sasa wanamuuliza, hawa watoto ni wa nani? Waambia hawa watoto ni wa mke mdogo na mke mkubwa. Akawaambia hapana, bibi mdogo na bibi mkubwa hawana watoto. Watoto ni wangu. Hawa ni kina mwenye nuru, wao wanaita kina Uru. Kina mwenye nuru wanaita kina Uru. Kina mwenye nuru mpaka akakasirika, akasema haya ni kina Uru. Akaambia hii ni kabila ya Sagafu. Wao huita Gafo, kabila ya Sagafu. Wao huita Gafo, mpaka akakasirika, akamwambia haya ni Gafo. Na hakuna kabila Mgwano. Mgwano alianza kutembea mpaka hapo Kipendi. Kuna kiziwa kimoja, kibonde kimoja chenye maji ya zamani, kenye maji mengi. Akavuka. Alipoenda huko Manghomba, akawakuta Anabake, Anakare na Doali. Akawaambia, wakamuuliza umetoka wapi? Akawaambia nimetoka kwenye kibonde hapo chenye maji. Wakamuuliza kibonde hicho kiko wapi? Akawaambia kiko katikati ya bara, hakiko mtoni, kiko barani. Akawaambia sasa wewe ni Mgwano wewe. Kwa lugha ya Kiborana Gwahe ndio maana Gwahe. Mgwano ndio Gwahe. Kisha alafu akarudi. Sasa aliporudi sasa ndio akaanza kuishi. Sasa vizazi vikaanza kuzaana mpaka vimejaza location mzima ya Gwano. Lakini sisi jadi yetu tumetoka Arabuni. Ni wale walitumwa na mfalme Najashi na mtume akienda Madina na Abubakari. Hao watu wakatumwa kwa mfalme Najashi. Hakuna kabila inaitwa Mpokomu, ni majina ya kupeana. Hayo ni majina ya kupeana. Sote tumetoka Asia. Na hapo walipokuja hapo Habashi, na waliishi sehemu inaitwa Harari. Harari ni kwenye ziwa, upande mmoja maji chumvi na upande mmoja maji tamu. Na hata sasa hilo ziwa liko hapo Ethiopia, upande huu ni maji tamu na upande huu ni maji chumvi. Na kama mtu asadiki aende akaangalie. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Sasa walipokuja Waomani wakawaona hawa kina Sagafu, wakaanza kuzungumuza kusema kama hakuna Sharifu Bokomu. Walikuja na biashara ya kuuza binadamu, lakini Sagafu amekataa. Hata sehemu yake aliyokaa
haikuingiliwa na Mwarabu. Alimpiga mkuki akamuulia mbali, ikawa huo ushindi umeisha. Waarabu wakaanzia kuenda sehemu za Digo, wakaenda mpaka Tanzania kina Said bin Said, hawakuingia sehemu ya Gwano. Akasema mimi kama wao wanajidai ni Waarabu, hata mimi pia ni Mwarabu, wasinione hati mimi ni mweusi, wasinione hati mimi ni masikini. Hapana, umasikini ni umbile. Mwenyezi Mungu amegawanya, kila mtu ana hadhi yake, kila mtu ana umri wake, na kila mtu ana riziki yake. Sio nyote hati muwe matajiri, hapana. Wengine ni matajiri wanafanya dhulma, wengine ni matajiri hata mambo wanaoyafanya hayawi, wanamkosea Mwenyezi Mungu. Lakini sisi Masabafia ni wachaji Mungu mpaka sasa. Ukitaka mashehe, njoo uwaone mashehe wako hapa Gwanoni. Mashehe watu wachaji Mungu, watu hawataki dhulma, watu hawataki urongo, watu hawataki kunyang'anya, watu hawali mali ya yatima, watu wanasaidia vikongwe, ni watu wachaji Mungu. Lakini sasa baadhi ya Waarabu hao wa Oman wakasema hakuna Sharifu Bokomu, ili wanataka kufanya ile kazi yao ya celebrity ya kuchukua watu kwenda kuwauza. Kwa hivyo hii historia ninaitoa kwa kidogo ili watu waelewe, kwa kuwa hapa Gwanoni kuna watu, hapa Gwanoni kuna watu, kuna masharifu, kuna mashehe na kuna na mawalii na hao wenyewe ukiwaona ni watu dhaifu, lakini mambo yao yatakuwa sawa kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa mwanadamu. Mwanadamu hana chake. Dunia ni duni, ahera kwenye raha. Sisi tumetegemea kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufanya ibada zetu ili siku ya mwisho angalau tutaingia Jannati naye. Na hapa nilipo mimi ni pale alikaa Sagafu. Shamba ni kubwa, kuna tame ni hiyo shamba, kisha kuna Ngutu. Sasa hapa nimekaa katika Ngutu, mwisho wa shamba. Ngutu ni Ngutu area, na inajulikana na Tana River mzima, na watu wengine wanaita Tune Raha Kombe. Maanake kuna malalulu mmoja alikuja akamuua baba yake hapa, akamweka kwenye mashimo ya mnyama anaitwa Nungu, akamtia ndani, kisha alafu akachukua pesa akaenda zake. Na huyo mtu anaitwa Singo, na babake huyo mdogo alikuwa anaenda kumtolea mahari ili awe bibi. Aliona babake mdogo ni mjinga, akaja akamuua hapa kwenye shamba hili, akamtia kwenye shimo, kisha alafu akachukua pesa akaenda zake. Na ni malalulu hao wa kutoka sehemu za Roka. Mimi sasa nimerudi kwetu nikiwa ni mzee, na uzee wangu mimi nimezaliwa 31, nina miaka 95. Na mtu akiniona ataniona kama mvulana, maana yake sina umvi. Hizi umvi ni maumbile ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio mwanadamu. Kila mtu Mwenyezi Mungu alimuumba na maumbile yake. Kila mtu Mwenyezi Mungu alimuumba na maumbile yake. Sasa maumbile yangu ni haya. Wengine wanaleta ati wanasema ati mzee kijana gani? Na mimi nangoja mauti hapa nilipo. Nimekuwa mzee sana. Sijui nitafikisha 100 ama nitakufa katikati, sielewi. 95 ni miaka mingi. Nimekula chumvi nyingi. Nimeona mambo mengi. Nimesikia mambo mengi. Nimeona yaliyofanywa. Najua madisi, najua machifu. Mzungu anaingia, mimi naona. Najua machifu, najua madisi, najua maheadman Tana River. Sio mtoto mdogo mimi wa kudanganywa na hii younger generation ya sasa. Kama mtu anaanza, mimi nishamaliza. Na yaona haya ni mapulele tu, yani ni mambo yanazuka tu, lakini mambo mazuri yameenda. Sasa tunakoroga haya mabaya.